juu ya hatima yako, juu ya hatima yangu, uweze kujifunza jambo ambalo ni jema sana, ambalo litaenda kutoa sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Nipende tu kukwambia unayo bahati ya kuweza kuwepo siku ya leo, uliyekuwepo siku ya jana na hata siku zote ambazo zinaendelea. Upo ukuu ambao Mungu amekusudia uende kujifunza. Haleluya. Basi naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina lako ewe Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, mimi niliye mdogo sana Bwana, ninaomba nipungue, wewe Yesu uongezeke. Ninaomba Bwana ukakamate kinywa changu Bwana, ukanitumie sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Wewe Yesu Kristo, viko vingi, lakini Bwana ninaomba nikazungumze leo mapenzi yako. Ni katika jina lako Yesu Kristo naomba na kushukuru. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Amina. Binafsi nipende tu kusema neno moja. Leo liko jambo zuri sana ambalo Mungu amekusudia upate kuweza kujifunza, ambalo pia tuliweza kuanza mwanzo jana kuhusiana na hatima. Tukaweza kuambiana kuhusiana na hatima ni uwekezaji wa Mungu ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu apesa sana. Upende tu kutambua kwamba hatima ambayo umepewa, huo ni uwekezaji wa Mungu ndani yako. Na moja ya kitu ambacho nilikizungumza ni kwamba hatima ambayo Mungu ameweka kwa kila mwanadamu, ameweka hatima ambayo ni sawa. Haleluya. Yes, Mungu amewapa watu wote hatima sawa sawa na mapenzi yake, kwamba hajampa huyu kwa upendeleo, lakini juhudi zako ndizo ambazo zitapelekea hatima yako iweze kuwa na matunda. Bwana Yesu apendwa sana. Tuliweza kuzungumza katika namna tofauti za hatima, ambapo hatima mojawapo tuliweza kuzungumzia katika ile Mathayo 13:3 na kuendelea kuhusiana na mpanzi aliyeondoka kupanda. Tunasema mbegu ya kwanza iliweza kudondoka njiani. Bwana Yesu apendwa sana. Nikaweza kuelezea hii ni hatima, kwamba Mungu anawapa watu wote hatima, lakini nakupaswa uweze kufungua moyo wako na kuweza kuipokea hatima. Kuna watu wanapewa hatima lakini wanafanya mioyo yao kuwa migumu, ile hatima isizae matunda ndani yao, kwa sababu shetani ameona kuwa ni ya thamani, anakuja na iba. Bwana Yesu apendwa sana. Lakini hatima ya pili ni hatima ambayo inadondoka katika mwamba. Hao ni watu ambao wanaipokea hatima, wanaipokea lakini kwa sababu ya kuwahisia zao, basi na kumwomba Mungu awaongoze katika kufikia yale makuu ambayo Mungu ameweka ndani yao. Inafika mahali wanakuwa na mambo makubwa lakini yanaishia njiani. Bwana Yesu apendwa sana. Nikasema hawa ndio wale watu ambao wanakuwa wanasema kwamba mimi enzi zangu, yaani mimi ungenikuta enzi zangu. Bwana Yesu apendwa sana. Kwa maana kwamba kile kilichokuwepo ndani yao tayari kimechukuliwa. Lakini hatima ya pili ni ile mbegu ambayo inakuwa ikiota katika miba. Bwana Yesu apendwa sana. Ni kweli Mungu ameweka hatima kubwa. Pengine yawezekana pia yenyewe ilikuwa katika udongo mzuri, lakini imekuwa katika miba ikaisonga. Maana yake imebadilishiwa mtazamo, ikaacha kufuata ule mtazamo wa Kristo ambao alikuwa ameweka ndani yake kwamba inapaswa kufuata, ikafuata mambo ya dunia. Mungu amekupa kipaji, Mungu amekupa talanta, Mungu amekupa kipawa. Baada ya kumtumikia yeye, ukageuka na ukaanza kuitumikia dunia. Bwana Yesu apendwa sana. Na hakika hauwezi kuona mafanikio. Bwana Yesu apendwa sana. Hata leo utawaona watawika, lakini wamepotea. Lakini ushaona kumwona mtu mtumishi wa Mungu ambaye anaimba nyimbo ambaye ipo katika utumishi wa Mungu amepotea? Hapana, kwa sababu bado anamtumikia na kulitangaza jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na katika Yesu Kristo sisi hatuni maarufu, bali Mungu peke yake ndiye atukuzwe, maana yeye ndiye anayepaswa kuwa maarufu. Haleluya. Lakini tukajifunza katika udongo mzuri. Udongo mzuri ulizaa 100. Mbegu ile dondoka katika udongo mzuri, moja ilizaa 100, nyingine ikazaa 60, nyingine ikazaa 30. Bwana Yesu apendwa sana. Lakini nikakwambia kwamba hata kama ilizaa 100, ilizaa 30, ziko changamoto ambazo ilipitia. Bwana Yesu apendwa sana. Ziko changamoto ambazo ilifanya nini? Ilipitia hadi yenyewe kuweza kufikia pale ambapo kuweza kuzaa 100, 160, 130. Basi leo Mungu amekusudia tuweze kwenda kujifunza kitu cha ajabu sana. Nilikuwa namuuliza Mungu, leo ninaenda kuzungumza nini na watu wako? Tangu nimeandaa somo, Mungu akaniambia niwafundishe kwenye hatima. Mwambie jirani yako kitu kimoja kinachoitwa gharama ya hatima. Mwambie jirani yako gharama ya hatima. Kitu kimoja tu ambacho unapaswa kuweza kutambua, hatima yoyote ambayo inawekwa ndani yako. Nilifundisha jana, nikakwambia katika kukua ile mbegu, sio rahisi utafika katika ule ukuu ambao umekusudiwa. Lazima kuna kustruggle katikati ili uweze kufikia hatima yako. Wale things ambao tunatakiwa ukiweke akilini mwako ni hiki: wewe peke
yako ndio ambayo unatambua nini ambacho kiko mikononi mwako. Bwana Yesu apendwa sana. Wakati Musa anakutana na Baali, Mungu anamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Ndipo Musa akaangalia akasema, ile siku ya kwanza Bwana ulinipa fimbo ukasema itakuwa ishara. Akasema yes, correct. Hiyo fimbo chukua na piga kwenye maji na maji yakagawanyika. Bwana Yesu apendwa sana. Kwamba katika kila hatima kuna gharama. Sasa leo kuna neno moja pengine umekuwa ukilisoma sana, lakini kuna kitu kikubwa ambacho Mungu amekusudia Mungu ataenda kukufundisha cha ajabu sana kuhusiana na hatima yako. Mwenye Biblia afungue Marko 10:40. Haleluya. Nitaisoma. Neno la Mungu linasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba Yesu wa Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, simama. Wakamjipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu Kristo. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akafuata njiani. Bwana Yesu apendwa sana. Sasa kuna mtu hapa anaweza kusema, sasa hapa hatima imekuwaje? Huyu ni Yesu. Bwana Yesu apendwa sana. Alikuwa katika wakati ameelekea kufika Yeriko. Yesu alipokuwa akitembea kwenye mkutano wake, watu wengi walikuwa wakiambatana pamoja na yeye. Lakini katika huu mji wa Yeriko alikuwepo mtu mmoja ambaye jina lake aliitwa Bartimayo. Haleluya. Mwana wa Timayo ambaye ni Bartimayo. Bwana Yesu apendwa sana. Historia inaonyesha Bartimayo tangu kuzaliwa kwake alikuwa ni kipofu. Haleluya. Alikuwa ni kipofu. Lakini wakati Yesu Kristo alipokuwa akipita, watu walikuwa ni wengi, alikuwa wameketi kando kando ya njia. Alipaza sauti yake akisema, Yesu mwana wa Nazareti. Haleluya. Yes. Anasema, akapaza sauti yake akisema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea. Bwana Yesu apendwa sana. Andika, mtazamo wa watu wakati wa mtu anapopitia mateso. Haleluya. 2, mtazamo wa mtu mwenyewe wakati anapopitia mateso au changamoto. Haleluya. Lakini andika, mtazamo wa Mungu wakati wa changamoto. Ni hatima. Usisema mbona tena natufundisha vitu vingine. Kuna kitu ambacho nataka nikufundishe hapa. Bwana Yesu apendwa sana. Bartimayo, huu ni wakati ambao Yesu Kristo alikuwa akipita. Wakati Yesu Kristo anapita, Bartimayo alikuwa akipaza sauti yake. Wakati alipokuwa akipaza sauti yake, watu walimwambia nyamaza. Sasa watu katika kumwambia nyamaza, hii tunaenda kuangalia mtazamo wa watu wakati wa mtu anapokuwa akipitia mateso. Bwana Yesu apendwa sana. Wakati Bartimayo alipokuwa akimwita Yesu, watu walimwambia Bartimayo nyamaza. Unafikiri ni kwa nini watu walimwambia Bartimayo nyamaza? Kwa sababu walikuwa wakimjua. Bwana Yesu apendwa sana. Na katika kumjua kwao, wamekuwa wakimshuhudia Bartimayo tangu utotoni mwake alikuwa ni kipofu. Na waliamini hata kupaza sauti yake kumwita Yesu, hakuna mabadiliko yoyote yangeweza kutokea kwake. Bwana Yesu apendwa sana. Utanielewa. Haleluya. Usiseme mbona nini? Utanielewa. Bwana Yesu apendwa sana. Waliamini kwamba Bartimayo kwake ilikuwa ni ngumu kuweza kupona. Bwana Yesu apendwa sana. Lakini
wasijue siku ile ilikuwa imewekwa hatima ya Bartimayo kuweza kuponywa na Yesu katika ile siku. Haleluya! Kulikuwa kumeandaliwa ile siku special kwa ajili ya kuponywa kwa Bartimayo. Bwana Yesu apendwa sana. Nini? Katika matatizo mengi ambayo tunakuwa tukipitia sisi wanadamu au maisha yetu ya kila siku, watu wengi wanaamini ya kwamba katika changamoto ambazo unakuwa ukipitia, katika shida ambazo unakuwa ukipitia, ya kwamba wewe ni mtenda dhambi. Haleluya! Wakati Bartimayo anamuita Yesu Kristo, walimnyamazisha wakiona ya kwamba anapiga kelele. Haleluya! Walimnyamazisha wakisema ya kwamba anapiga nini? Anapiga kelele. Haleluya! Yes, nimeandika hapa lakini sasa ipo kichwani. Bwana Yesu apendwa sana. Kwa hiyo sana nitakuwa nikizungumza. Haleluya! Waliamini ya kwamba Bartimayo anafanya nini? Anapiga kelele, na hakika Mungu asingeweza kumsikia. Bwana Yesu apendwa sana. Kuna wakati ambao unakuwa ukipitia changamoto. Kuna wakati ambao ulikuwa vizuri katika maisha yako, lakini wakati ambapo unaingia katika changamoto, vinywa vya watu vinainuka na kusema kwamba umetenda dhambi. Bwana Yesu apendwa sana. Watu wanainuka na kusema vibaya juu ya maisha yako, ya kwamba huyu ni mtenda dhambi. Leo niko hapa nikwambie mtumishi wa Mungu, juu ya changamoto ambayo unaipitia, juu ya shida yoyote ambayo imekuwa kizuka juu ya maisha yako, si kwamba umetenda dhambi, bali ni juu ya hatima kubwa ya Mungu ambayo umeibeba juu ya maishani mwako, ndiyo ambayo imekuwa ikigeuka na kufanya wewe upitie adha ambazo umekuwa ukipitia maishani mwako. Juu ya hatima ulioibeba, hakika haiwezi ikawa nyepesi. Waswahili wanasema mti wenye matunda ndio unaopondwa mawe. Kama mti usiokuwa na chochote, hauwezi ukapondwa mawe. Lakini juu ya kitu na hazina kubwa ya Mungu ambayo ameiweka ndani ya moyo wako, ambayo ameiweka juu ya maisha yako, ndio ambayo inafanya wewe uweze kupitia wakati mgumu. Haleluya! Bwana Yesu apendwa sana. Hebu naomba unielewe mtumishi wa Mungu. Kuna wakati umekuwa ukipitia wakati ambao you see the success in front of you, unaona mafanikio, lakini wakati unaelekea mafanikio yako, maybe unakuwa umestuck. The moment ambapo unakuwa umestuck, people they never know, wanainuka kwa sababu unaona fulani yule katenda dhambi. Unaona sasa hivi unaona alikuwa labda na biashara, alikuwa na akili, sasa hivi amekuwa kilasa. Bwana Yesu apendwa sana. But they don't know jinsi gani ambapo Mungu hatima yake ameiweka ndani yako, na ndio ambayo imesimama kuweza kupitia hiyo shida. Bwana Yesu apendwa sana. Huo ni mtazamo wa wanadamu. Bwana Yesu apendwa sana. Ndio maana utaona anasema alipokuwa akipaza sauti yake na kusema mwana Daudi Yesu nirehemu, na wengi wakamkemea, wengi walimkemea. Nini maana yake? Wakati unapokuwa ukimwita Bwana hawezi kusimama juu ya hatima yako, wapo watu ambao wanasimama wakitamani kukunyamazisha. Wakati unapopiga goti na kumwambia Bwana juu ya maisha yako, wapo watu ambao hawafurahi. Haleluya! Wapo watu ambao wafanye nini? Hawafurahi kusikia kile ambacho unakiomba. Kuna watu unapiga goti juu ya biashara yako, kuna watu unapiga goti juu ya maisha yako, lakini wao wanasimama na kuzungumza. Hata alipokuwa akipaza sauti yake, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, watu walisimama na kumwambia nyamaza, nyamaza. Bwana Yesu apendwa sana. Nyamaza, kwa sababu ulikuwa kuwa Mungu ambao umeweka ndani yake. Haleluya! Nini? Huyu ni mtazamo wa wanadamu. Na ukitaka usilishe hiyo wakati wa Bartimayo, unisomee Yohana 9:1. Haleluya! Uone jinsi gani Yesu ambapo alizungumza nao. Yohana 9:1 anasema, ndio, hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu. Ndio. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, ndio, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, ndio, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi, ndio, wala wazazi wake, ndio, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Ndio, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maana mchana, ndio, usiku aja asipoweza mtu kufanya kazi. Ndio. Muda nilipo ulimwenguni,
mimi ni nuru ya ulimwengu. Ndio. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika la Siloamu. Ndio. Maana yake aliyetumwa. Ndio. Basi akaenda na kunawa, akarudi akaona. Mpigie Yesu makofi. Haleluya. Ukiweza kuangalia vizuri katika Yohana 9:1 na kuendelea, huyu ni kipofu ambaye Yesu alikutana naye. Tazama, wanafunzi wake wakamuuliza Yesu, ni yupi kati ya huyu ambaye ametenda dhambi? Haleluya. Kuna shida ambayo umekuwa umezaliwa kwenye maisha yako. Kuna kitu ambacho umekutana nacho kwenye shida, kimekuwa ni shida kwako. Watu wanapokuona nacho wanasema, wakamuuliza Yesu, ni yupi kati ya huyu ambaye ametenda dhambi? Haleluya. Ni yupi kati ya huyu ambaye amefanya nini? Ametenda dhambi. Lakini Yesu akawaambia, sio yeye wala wazazi wake, bali mapenzi ya Mungu yatimizwe. Maana yake yule alikuwa ameshaandaliwa ili Bwana kuja kujitwalia utukufu. Haleluya. Ili Bwana kuja kujitwalia utukufu. Pengine shida unazopitia leo, pengine hata unazopitia leo, ni kwa sababu Mungu anatamani kujitwalia utukufu juu ya maisha yako. Haleluya. Mungu anatamani kujitwalia utukufu juu ya maisha yako. Lakini je, watu wanaposimama na kurudisha nyuma usipaze sauti yako mbele za Bwana, je, ulinyamaza au bado unaendelea kumwita Mungu? Mwambie jirani yako, je, umekunyamazisha, umenyamaza? Au bado unaipaza sauti yako? Haleluya. Nini? Wanadamu watasimama kwa sababu ukuu wa Mungu umeshawekwa ndani ya maisha yako. Ukuu wa Mungu umewekwa kwa ajili ya kutengeneza matunda yaliyo mema na mazuri juu ya baadaye. Hatima yako ambayo ni kuu. Bwana Yesu apendwa sana. Hatima yako ambayo ni kuu. Haleluya. Hao ni wanadamu. Lakini mbili, andika. Mtazamo mwanadamu apitapo changamoto. Sasa mtazamo wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu apendwa sana. Pengine umekuwa ni mtu ambaye unaomba sana asubuhi, sana na hata jioni. Haleluya. Pengine umekuwa ni mtu ambaye unamtafuta Mungu asubuhi, sana na hata jioni. Umekuwa ukifunga siku nyingi sana. Umekuwa ukiutoa muda wako mwingi sana kumtafuta Bwana, lakini mambo yako yamekuwa yabadiliki. Bado umekuwa ni mtu wa shida. Sasa mpango wa shetani katika kumdestroy mtu ambaye amebeba hatima ya Mungu kubwa ni kumfanya asahau ya kwamba yupo Mungu, hata kama yupo anaomba. Kuna muda unapitia shida, yaani unaomba, unaanza kusema, katika hili mimi nimemtenda Mungu sana. Nikakwambia. Bwana Yesu apendwa sana. Watu wanaamini kwamba chochote shida ambayo unapitia, pengine ulikuwa unafanya vizuri kwenye masomo yako, huu ni wakati ambao kwenye masomo yako unafanya vibaya, unasema, nimemtenda Mungu dhambi. Haleluya. Nikwambia tu kitu kimoja. Kuna watu baada ya kusimama na kuanza kumwomba Mungu, baada ya kuona kwamba unapitia changamoto, wanasahau kumwomba Mungu, wanarudi na kuanza kulalamika mbele za Mungu. Shetani anachukua nafasi. Haleluya. Ukitaka umwangalie Ayubu pamoja na kwamba lalamika, na Mungu akamwambia hivi, wewe unalalamika, unajua hivi utaliviumba nani hadi unalalamika? Bwana Yesu apendwa sana. Mungu, chochote unachopitia, hata kama unaomba kitu ni kwa wakati gani kimechelewa, be humble. Bwana Yesu apendwa sana. Be humble. Endelea kuipaza sauti yako. Nini? Yupo mtumishi mmoja, alikuwa ni mtumishi wa Mungu tu mkubwa sana. Haleluya. Sawa. Ikawa ni wakati ambao imemtokea changamoto, lakini alikuwa bado ni mtu ambaye anazidi kuipaza sauti yake kwa Mungu, akimwambia Mungu, kumbuka Bwana, mimi ni mtumishi wako. Kumbuka Bwana, mimi nimefanya 1, 2, 3 nyumbani kwako. Kumbuka Bwana, nimefanya hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini kwa wakati ule majibu ya kuweza kutokea, the moment majibu yakawa amechelewa, akawa ameacha sasa kuomba kule, akaanza kulalamika, Mungu, wewe unawatendea tu kina fulani. Wengine baba wameenda tu wanapiga goti kidogo wanalibiwa. Baba mimi si nini, baba mimi mbona unikumbuki? Wakati alipokuwa akiendelea kulalamika vile mbele za Mungu, yalikuja mapepo na yakamfagaa. Mapepo mabaya. Mapepo ambayo ni tishio yakamfagaa. Bwana Yesu apendwa sana. Sasa ikambidi ndugu zake mchukue sasa wampeleke kwa wachungaji akaombewe. Bwana Yesu apendwa sana.
Wakati anaombewa yale mapepo yakapiga kelele akasema, sisi tumemvagaa huyu mtu kwa sababu yeye baada ya kuona maombi yake yameshindwa kujibiwa alianza kulalamika. Kumbe alipokuwa akilalamika sasa sisi tukawa tumepata kibali cha kuingia ndani ya moyo wake, kwa sababu ndani ya moyo wake alisahau juu ya kile anachokiomba, alisahau kwamba Mungu anaweza akamtendea, akaanza kulalamika. Alipokuwa akilalamika sisi ndio tukapata nafasi ya kumpaka. Kwa hiyo tulipoingia tukamsahaulisha kabisa kuhusiana na Mungu.